Mahakama ya kijeshi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imemhukumu kifo aliyewahi kuwa rais wa nchi hiyo Joseph Kabila kwa kosa la uhaini, uhalifu wa kivita, uhalifu dhidi ya binadamu na mauaji. Uamuzi huo ulitangazwa mjini Kinshasa Septemba 30 mwaka huu na Jenerali Luteni Joseph Mutombo Ekatarai aliyekuwa kiongoza jopo la mahakama hiyo. Majaji walisema uzito wa makosa yaliyothibitishwa haukuacha nafasi nyingine zaidi ya adhabu ya kifo. Aidha, Kabila pia ameagizwa kulipa fidia ya dola za Kimarekani bilioni 50 kwa serikali na kwa wahanga wa machafuko. Kabila alichukua madaraka mwaka 2021 baada ya kuuawa kwa baba yake Laurent Desire Kabila, na aliongoza nchi kwa takriban miongo miwili kabla ya kung'atuka madarakani mwaka 2019. Hii ni kufuatia maandamano makubwa ya wananchi. Tangu mwishoni mwa mwaka 2023 amekuwa akiishi zaidi nchini Afrika ya Kusini, japokuwa alionekana kwa muda mfupi katika mji wa Goma unaodhibitiwa na waasi mapema mwaka huu. Madai dhidi yake yamejikita zaidi katika ushirikiano wake wa kundi la waasi la M23 ambalo limekuwa likidhibiti maeneo kadhaa mashariki mwa Kongo. Waendesha mashtaka wamedai Kabila alihusika katika kulisaidia kundi hilo, hali iliyochochea mauaji, ubakaji na kuwafukuza maelfu ya raia makazi yao. Hukumu hiyo imezua mtikisiko wa kisiasa nchini humo. Serikali ya Rais Felix Tshisekedi imekuwa ikimshutumu Kabila kwa kuendeleza hali ya vurugu mashariki mwa Kongo, huku wafuasi wake wakidai kesi hii ni ya kisiasa na inalenga kumnyamazisha mmoja wa wanasiasa wenye ushawishi mkubwa nchini. Wataalamu wa sheria wanasema hukumu hiyo inaweza kukatiwa rufaa katika mahakama ya rufaa ya Cassation, lakini mchakato huo utahusu zaidi masuala ya kiutaratibu na sio hoja za msingi wa kesi. Uamuzi huu unakuja wakati Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inakabiliana na mgogoro mkubwa wa kibinadamu, ambapo mamilioni ya watu wamelazimika kukimbia makazi yao kutokana na mapigano kati ya jeshi la serikali, waasi wa M23 na makundi mengine yenye silaha. Wachambuzi wanaonya kuwa hukumu hii huenda ikazidisha mgawanyiko na kuongezeka hali ya sintofahamu nchini humo. Ingawa adhabu ya kifo hutolewa mara kwa mara nchini Kongo, utekelezaji wake ni nadra sana. Wachambuzi wanaona hukumu hii inaweza kuwa na athari zaidi za kisiasa kuliko utekelezaji wa moja kwa moja, hasa ikizingatiwa kuwa Kabila kwa sasa yuko nje ya nchi. Hii ni ripoti ya MediaWire Express, habari fupi mahiri kwa Afrika. Mimi ni Joseph Isangura.